ambayo mechi 3 za mwanzo tulipoteza, mechi 3 za mwisho tumeshinda zote. Hii ndio historia ambayo tunataka tuweke Afrika. Sasa aje mwamba wa kuja kuivunja hii historia. Kwa hiyo leo tumekuja kama Gado, mashabiki wengi kutokeza, tuna imani na tunaanza tunaona wenzetu jana wamechepeta. Sisi tunataka tubebe bendera ya Tanzania na uwezo wa kubeba bendera ya Tanzania mikononi mwetu. Ndio hiyo ya Tanzania ya 5 barani Afrika, si Yanga si Azam, ni Simba Sports Club. Leo hii unapoiona katika ligi ya Tanzania tumetoa vilabu 4 vinashiriki, viwili shirikisho, viwili klabu bingwa, si timu nyingine zaidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo nchi iko salama, bendera ya taifa iko salama mikononi mwa Simba Sports Club. Mimi niwaondoe hofu wale mashabiki wa mpira wote Tanzania. Timu ya kwanza kwenda robo finali msimu huu katika ligi ya mabingwa Tanzania ni Simba Sports Club. Kipi hasa ambacho kinakupa imani kuona kwamba mnaweza kumkarudisha imani za mashabiki kwamba mnaenda mkenda kubwa kwa imani na ushirikiano wa viongozi wetu? Sisi chache tumeona viongozi wameshirikiana, na jana tumeona katika mazoezi ya mwisho viongozi wote walikuwepo katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwenda kuwatia nguvu wachezaji wetu. Hivi vitu zamani vilikuwa vifanyiki. Kwa hiyo kwanza ushirikiano wa viongozi wetu inatupa imani mechi ya leo kushinda. Lakini chengine usajili bora uliofanyika katika hii dirisha dogo, yani kina Gwae, kina Oura, kina goalkeeper yule kutoka Niger, inatupa imani, umeona kuwa ni wachezaji wazuri, ni wachezaji ambao wanaweza kuisaidia Simba kwa nguvu zao, kwa mpira wao ulioko miguuni. Kwa hiyo ushirikiano wa viongozi, ushirikiano wa benchi la ufundi, kikosi bora kuwepo ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo kinatupa imani sisi mashabiki wa Simba, na ndio maana leo tumejitokeza kwa wingi. Tulikuwa hatuna imani na timu yetu, hata kwenye michuano ya ligi tulikuwa hatujitokezi wengi sana. Kwa hiyo saizi uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa taarifa zinazoniona leo ni full house. Full house kabisa. Watu walikuwa hawajakata tiketi. Saizi ukienda kwenye magari ya tiketi msururu hapa na Mbagala, watu wanachukua tiketi. Kwa hiyo kile kilichotokea jana, kwanza matokeo ya jana ya Yanga na Al Ahly ndicho kilichotusukuma sisi kuiona sasa taifa letu lisiingie na aibu, kwa sababu huyu mwenzetu tayari kashaondoka. Sasa tuliobaki sasa kuinyanyua bendera ya Tanzania ni nani? Ni Simba Sports Club. Kwa hiyo hichi kilichotunyanyua sana sisi wa Tanzania ni yale matokeo ya jana. Tulifurahi sana. Yale matokeo ya jana yalitufurahisha sana sisi wa Tanzania ambao tumeshabikia Simba Sports Club. Tukajitokeza kwa wingi. Ndio maana wachezaji wetu ili tuweke sawa mashariki ya kati finali kwa kuweka historia ambayo miaka 10-15 haitakuja kuvunjwa. Lakini wao wameambia pointi moja vipi? Walichukua pointi moja Yanga. Kwa nani? Kwa jana. Jana ukiangalia pointi moja Yanga haisaidii kitu. Yaani jana ilitakiwa washinde kwa sababu wana pointi 5. Umeona? Ukiangalia Farabat na wao wana pointi 5. Umeona? Mechi inayokuja Yanga anaenda Farabat. Farabat akaenda kimpiga goli 2, biashara imeisha. Yaani hata mechi ya mwisho hapa ashinde goli 100, ya biashara imeisha. Umeona? Kwa sababu Farabat akimfunga goli 2 Yanga anakuwa na pointi 8. Yanga ana pointi 5. Mechi ya mwisho anamalizia hapa taifa. Hata ashinde magoli 100. Head to head yeye na Farabat hapa goli 1 kule 2 bila. Kwa hiyo ameisha. Kwa hiyo ndio maana tunasema vipi? Mtu wa timu ya kuibeba bendera ya Tanzania aliyebaki ni Simba Sports Club. Mimi naamini hata Rais wa Jamhuri ya Muungano mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan ameweka imani kubwa kwa Simba Sports Club. Presha ipoje sasa kwa siku ya leo? Nadhani wanaingia na mbinu gani ili presha nayo iweze kukaa sawa, lakini na kwa upande wa majukwani waamini? Sisi kwa vilabu hivi vikubwa hatujawahi kuwa na pressure. Tushawahi kuwafunga Al Ahly kwenye ubora wao. Acha huu ubora huu. Umeona? Tuliwafunga Al Ahly wakati wanawania kombe la dunia, mshindi wa 3. Anatoka kucheza na Bayern Munich. Umeona? Akachukua ndege moja kwa moja mpaka Tanzania na vyakula vyake na maji ya kuoga wenyewe, lakini wakaja hapa na mafuta ya kupaka kabisa, lakini wakaja tukapiga goli 1 wakarudi Misri. Kwa hiyo kwa pressure kwa timu ya Space Sahel sisi hatuna pressure. Sisi ni timu kubwa barani Afrika, tunacheza na vilabu vikubwa barani Afrika. Kwa hiyo kwa kusema sisi tuna pressure, hatuna pressure. Labda jamaa zetu Yanga Afrika jana ndio walikuwa na pressure, na ile mechi kama ingempata yule Imam Ashur basi ingekuwa jana tunaongea, yani leo tungekuwa tunaongea habari nyingine. Steve Becker unadhani anataka kupata
shida kidogo kwenye kupanga kikosi, kwa sababu wachezaji walioongezeka ni kama hatari hivi. Nadhani atakuwa na pressure ina gani ya kupanga kikosi? Mimi naamini kuanzia golini namba 1 mpaka namba 6 hana pressure, lakini ukiangalia winga umeona namba 8 kija namba 10 na namba 9 pale kidogo atakuwa na pressure, kwa sababu ukiangalia winga huku unamkuta Dennis, unamkuta Guai, lakini pia huku unamkuta Aura, lakini unamkuta nani Elia Mpanzu. Kwa hiyo hizi winga 4 ni lazima uangalie anze nani amalizie nani, lakini ukiangalia pale namba 9 kuna Mwalimu, kuna Soa. Ukiangalia namba 10 pale ndio viungo vimejaa namba 10. Kuna Clatous Chama mwenye timu yake amekuja, una Maema, umeona, una Morris. Kwa hiyo ni lazima kule mbele tumetimia sawa sawa, sio kama Yanga unamtoa Depu unamuingiza Dube, yani unamtoa ni pipa na mfuniko. Lakini sisi anaweza kaanza Mwalimu akaja kamalizia Soa, huku na Elia Mpanzu na Dennis wako benchi. Kwa hiyo kwa kusema kweli kocha kwa nafasi za mbele kidogo anaweza kaingia kigugumizi, kwa sababu naona wachezaji walio nafasi ya mbele wengi wana viwango vikubwa na viwango ambavyo vinawapelekea kucheza timu yoyote barani Afrika. Hauna mashaka yote kwa upande wa goalkeeper, pengine labda alistahili kuwepo kama bwana yule goalkeeper? Mimi ni muombe tu kwa Mwenyezi Mungu asikie akapata majeraha na kiwango alichokionyesha, mimi naweza nikasema Nabi Kamara kurudi Simba tena sijui kurudi tena Simba kwa kiwango alichokionyesha yule Musa Kamara, nadhani sijui kama anaweza akapata tena kama mnaweza mkamsahau. Anaweza shamsahau kwa kiwango alichoonyesha yule goalkeeper bwana, acha ile mashine tu yao ile mashine kama kwa Nabi Kamara nani Musa Kamara TFF walishindwa kutoa tunzo. Sasa kwa huyu sijui kama hizo tunzo hatozifika tena, kwa sababu golikipa wetu bora msimu ulioisha ni Musa Kamara, mchezaji wetu bora Morris, na mfungaji bora ni Morris, umwadani nani Janja Sawa, lakini TFF kwa wachezaji wawili mpaka leo tuzo hawajatangaza. Sasa kwa huyu Guai na huyu golikipa mimi nakwambia hizo tuzo zinafutwa msimu. Mnyama unampa asilimia ngapi ya kufunga robo finali? Sio kushinda mechi ya leo kwenda robo finali. Kwenda robo finali. Asilimia 100 ndugu yangu, sipunguzi hata asilimia 1. Tupo hapa. Tupo, wewe si unanijua? Utanipigia simu. Na mechi ya mwisho tukijaliwa nitakutafuta hapa maneno haya nitakwambia. Na asilimia 100 Simba anaenda robo finali bila ya kutoa hata asilimia 1. Unaweza wakadhani pengine umechanganyikiwa hivi? Kama nimechanganyikiwa kwa Simba yangu kwa sababu inafanya vizuri. Ndio kitu kilichonifanya nishanganyikiwe. Kwa sababu Simba yangu inanifanya inaleta furaha. Unajua ukiwa na furaha nyingi sana ni lazima unachanganyikiwa. Kuna vitu unavifanya yani ujielewi. Kwa hiyo mimi hapa naongea maneno mengine kwa sababu ya furaha Simba yangu inanionyesha njia kwenda robo finali. Sasa kama Simba hajaenda robo finali, mashindano ya klabu bingwa, nani wa kutupeleka robo finali? Sio Yanga. Yanga wapi? Yanga tayari kaishesha ndugu yangu. Hizo pointi 5 ndo anapiga nazo picha hizo. Ndio hizo. Kwa hiyo kwa kutupeleka robo finali ni Simba Sports Club. Hata mashabiki wa Yanga waliokuja wanaamini Simba leo wanafanya jambo. Na Simba akifanya jambo, gari likiwaka leo tunaenda Angola, tunaenda kumaliza. Tukishamaliza hapo tunarudi katika uwanja Benjamin Mkapa. Hiyo itakuwa ndiyo sikukuu ya Simba Sports Club. Yaani hata mama Samia Suluhu Hassan tutamwalika aje aone Simba anafanya maajabu mengine katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwanza mimi nikwambie Chama anapokuwa uwanjani, yani Simba ije kufeli. Tusubiri baadaye. Asante.